Hatimaye chama cha demokrasia na maendeleo Chadema nao pia wamejitokeza hadharani na kukijibu chama cha mapinduzi yani CCM. Mtazamaji wangu, unafahamu ya kwamba siku ya tarehe 8 Oktoba mwaka huu wa 2024 chama cha mapinduzi kiliweza kutoa taarifa kwa umma na kusema ya kwamba katibu mkuu wa chama hicho Dr. Emmanuel Nchimbi amefunga ofisi za Chadema Itilima, na kwamba mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Itilima, katibu na wanachama wao walihamia CCM siku hiyo ya tarehe 8 Oktoba mwaka huu wa 2024, na aliyewakaribisha CCM ni barozi katibu mkuu wa chama hicho cha mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi. Mtazamaji, kabla hatujakwenda kuiangazia habari hii na jinsi ambavyo chama cha demokrasia wamekijibu chama cha mapinduzi kwa undani zaidi, napenda nikukumbushe ama nikuombe wewe ambaye ulikuwa bado haujasubscribe hapa katika chaneli hii, fanya kusubscribe sasa kwa kugusa kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii kilichoandikwa neno subscribe, kisha utawasha alama ya kengele itakayokuwa imejitokeza, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kutokupitwa na habari mbalimbali pamoja na matukio yote pindi yanapokuwa yamejiri ama yanapokuwa yametokea kutokea hapa ndani, lakini pia na nje ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Kufuatia taarifa iliyowekwa hadharani, yani kwa umma, na chama cha mapinduzi kwamba chama cha mapinduzi kupitia katibu mkuu wake Dr. Nchimbi amefunga ofisi za Chadema Itilima, na kwamba mwenyekiti wa Chadema wilaya Itilima, katibu na wanachama wao walihamia chama cha mapinduzi, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mkoani Simiyu kimekanusha taarifa zinazosambaa mitandaoni zikidai kuwa mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Itilima amefunga ofisi za chama na kuhamia chama cha mapinduzi yani CCM. Taarifa hizo zimetajwa kuwa si za kweli na zinapaswa kupuuzwa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mwanza, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Simiyu Musa Onesmo amesema kuwa katibu mkuu wa CCM Emmanuel Nchimbi alisikika akitoa taarifa hizo wakati wa ziara yake kijijini Luguru, Simiyu. Hata hivyo, Onesmo amesisitiza kuwa taarifa hizo ni za uongo, kwani Chadema haina mwenyekiti wa wilaya ya Itilima anayeitwa Teri Maduhu wala katibu anayeitwa Ngasa Mipawa, majina yaliyotajwa na CCM. Kwa upande wake, Jackson Luyombia ambaye ni mwenyekiti halali wa Chadema wilaya ya Itilima amesema amesikitishwa na taarifa zilizotolewa kwenye mkutano huo, akieleza kuwa mwenezi wa CCM alidanganywa ili kutoa mvuto kwenye ziara yake. Mpenzi mtazamaji wangu, hicho ndicho ambacho chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wamekizungumza, ikiwa ni sehemu yao ya majibu kwa chama cha mapinduzi na kutengeneza taarifa sahihi kwa umma juu ya kile ambacho chama cha mapinduzi waliibuka na kukisema kwamba katibu mkuu wa chama hicho Dr. Nchimbi afunga ofisi za Chadema Itilima, na kwamba mwenyekiti wa Chadema wilaya Itilima, katibu na wanachama wao walihamia chama cha mapinduzi. Nikukumbushe walichokizungumza CCM siku ya tarehe 8 Oktoba mwaka huu wa 2024, ambacho ndicho chanzo cha wao kujibiwa na chama cha Chadema. CCM walisema Nchimbi afunga ofisi za Chadema Itilima, mwenyekiti wa Chadema wilaya Itilima, katibu na wanachama wao wahamia CCM. Mwenyekiti wa Chadema wilaya Itilima mkoani Simiyu ndugu Teri Kilugala na katibu wake
wa wilaya ya Itilima ndugu Gashom Migasa Mipawa pamoja na wanachama wao zaidi ya 60 wamehamia Chama cha Mapinduzi CCM na kupokelewa na katibu mkuu wake Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la Luguru wilayani Itilima. Ndugu Kilugara akizungumza kwenye mkutano huo amesema mbali na Chadema kuwatumia vibaya viongozi na wanachama wake kisha kuwaacha watupu wakiangaliana wenyewe kwa wenyewe, uongozi wa CCM na utendaji kazi wa serikali yake chini ya mwenyekiti wake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan vyote vimemfanya arudi nyumbani. Tulikuwa tunaenda Mwanza siku 2 kwa ubovu wa barabara. Leo tunaenda na kurudi. Lazima tuseme ukweli. CCM imefanya kazi, lakini wenzetu wamebakia kusema uongo na kututumia vibaya. Kuna wabunge wa COVID-19 lakini ndani yake wamo wake zao, alafu huku wanatudanganya. Balozi Nchimbi akiwapokea alisema hawa ndugu zetu wameona mbali mapema, maana viongozi wakubwa kama Peter Msigwa kaona shida zao, wewe unasubiri nini? Rudini CCM na wapongeza wote mliojiunga na CCM. Viongozi pamoja na wanachama, karibuni sana, tufanye kazi ya kujenga taifa pamoja. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu, hicho ndicho ambacho Chama cha Mapinduzi yani CCM walikisema na walikifanya, ambapo ndicho chanzo leo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuibuka na kuwajibu CCM na kutengeneza taarifa kuwa clear kwa umma kuhusiana na jambo hilo. Juu ya habari hii mtazamaji wangu, wewe ni upi mtazamo wako? Ni yapi maoni yako? Hebu share maoni yako. Share mtazamo wako nasi kupitia hapo chini kwenye upande wa maoni. Uzungumze tafakari yako na wewe. Lakini pia mpenzi mtazamaji wangu, popote pale ulipo na wafuatiliaji wangu ama wafuatiliaji wa chaneli hii pendwa kabisa ya Habari Kiganjani, popote pale mlipo, hakikisheni ya kwamba mnajitokeza, mnakwenda kujiandikisha kwa ajili ya kupiga kura ama kufanya zoezi la kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi ambao mnawahitaji na mnataka waweze kuwatumikia ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri ama mambo yanakwenda sawa sawia.